Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV? Kwa siku ya leo tunaweza kuzungumza mambo mengi, lakini mimi nimeamua kuzungumzia upande mzima wa kiburudani. Msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava, Seif Shaban kwa julikana kwa jina la Matonya, ametoa kauli nzito akisisitiza kuwa kutokana na kile kilichomkabili hataki kabisa kuzungumziwa na mtu yeyote zaidi, akisisitiza atakuja kuzungumza peke yake. Matonya ameeleza kwamba hivi sasa anakabiliwa na changamoto nzito zinazohitaji utulivu wa faragha zaidi kuliko kelele za nje, hivyo aachwe kwanza. Kupitia mawasiliano ya simu yaliyonaswa na simulizi za sauti, Matonya ambaye kwa sasa anaulizwa na polisi katika jiji la Mombasa nchini Kenya kwa tuhuma za ubakaji, alisikiliza akizungumza kwa sauti ya uchovu na kusikitika kuwa hataki mtu yoyote, iwe ni rafiki, shabiki au hata ndugu wa karibu, kutoa maoni au kusemea kuhusu sakata lake hilo. Katika mazungumzo haya, msanii huyo ameonyesha wazi kuwa anahitaji muda wa kukabiliana na hali yake binafsi bila presha ya mijadala ya umma. Nisingependa kabisa mtu yoyote nizungumzie kwa sasa, tayari nipo kwenye matatizo na sitaki kabisa kuongezewa mzigo mwingine. Kama nitakuwa na jambo la kusema, nitajitokeza mwenyewe na kulieleza hadharani. Tafadhali naomba kila mtu aheshimu hilo, hata mama yangu mzazi asinizungumzie. Kwa upande mwingine, ameeleza kuwa juhudi za kuhakikisha msanii huyo anapata msaada wa kisheria zinaendelea kuchukuliwa kwa uzito, akibainisha kuwa timu inayomshughulikia swala hilo ina matumaini kuwa mchakato wa dhamana unaweza kukamilika mapema, huku uwezekano wa kuachiwa ukitajwa kuwa ni Jumatatu ijayo endapo kila kitu kitaenda kama ilivyopangwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kenya, Alhamisi Aprili 9, Matonya akifikishwa mahakamani katika eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, akikabiliwa na shtaka la ubakaji. Sakata hili limekuja kuwa gumzo kubwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, hasa kwa historia yake ya muziki na kwa ajili ya jina lake linavyofahamika.